Bwana, nikukaribishe sana Mwana Digital kwenye platform zetu. Hii ni Mwananchi Digital ambayo tunaweza kukuletea taarifa zote kutoka ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Leo Disemba 29 mwaka 2025, ikiwa ni Jumatatu ya mwisho ya kuaga mwaka huu na kukaribisha mwaka mpya wa 2026. Habari kubwa ambayo tumekuletea kutoka Dodoma ni Jeshi la Uhamiaji nchini limetangaza nafasi za ajira mpya kwa vijana wa Kitanzania. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Jumatatu Disemba 29 mwaka 2025 kupitia ukurasa rasmi wa jeshi hilo, ajira hizo zitawalenga vijana wenye sifa kuanzia elimu ya kidato cha 4, stashahada, astashahada hadi shahada, waliomaliza masomo katika vyuo vikuu, waliomaliza masomo katika vyuo vinavyotambulika na kuthibitishwa na serikali kupitia mamlaka husika. Ajira hizo zinahusisha fani mbalimbali zikiwemo lugha za kimataifa, uhusiano wa kimataifa, sheria, uchumi, saikolojia, ufundi umeme, ufundi wa viyoyozi AC, fundi wa magari, udereva pamoja na wenye ujuzi wa bendi ya muziki wa ala yani brass band. Taarifa hiyo imesainiwa na Kamishna Jenerali wa Jeshi la Uhamiaji nchini, Daktari Anna Makalala, kwa mujibu wa kanuni namba 11 kifungu cha kwanza ya uendeshaji na uhamiaji ya mwaka 2018. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, waombaji wa elimu ya kidato cha 4 wanatakiwa kuwa raia wa Tanzania kwa kuzaliwa, wenye afya njema ya mwili na akili, wenye ufaulu wa daraja la kwanza hadi la 3, wasiokuwa na kumbukumbu za uhalifu, wasiooa au kuolewa, na wenye umri kati ya miaka 18 hadi 22. Masharti mengine ni kutokuwa na alama za kuchora mwilini, yani tattoo, kutotumia dawa za kulevya, kuwa tayari kuhudhuria hatua za awali za usaili, pamoja na kuwa na kitambulisho cha taifa au namba ya utambulisho iliyotolewa na kuthibitishwa na mamlaka ya vitambulisho vya taifa nchini, yani NIDA. Waombaji wa ngazi ya astashahada na shahada wanatakiwa kuwa na umri kati ya miaka 18 hadi 25, huku waombaji wenye shahada ya juu wakitakiwa kuwa na umri kati ya miaka 18 hadi 30. Taarifa hiyo imeeleza kuwa maombi yote yanapaswa kuwasilishwa kupitia mfumo wa ajira Jeshi la Uhamiaji unaopatikana katika tovuti ya www.immigration.go.tz kuanzia leo Jumatatu Disemba 29 hadi Januari 11, 2026. Waombaji wanatakiwa kuambatanisha barua ya maombi iliyoandikwa kwa mkono, barua ya utambulisho kutoka kwa serikali ya mtaa, kijiji au shehia. Kwa waombaji waliopo katika makambi ya JKT au JKU, wanapaswa kuwasilisha barua za utambulisho kutoka kwa wakuu wa kambi husika. Aidha, waombaji wanapaswa kuambatanisha cheti cha kuzaliwa pamoja na namba za vyeti vya ufaulu wa kidato cha 4 na kidato cha 6. Kwa waombaji wa ngazi ya stashahada, astashahada na shahada au shahada ya juu wanatakiwa kuwa na namba za utambuzi inayotambuliwa na Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania, yani TCU, au Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi na activity, pamoja na vyeti vya usajili wa kitaaluma kwa fani zinazohitaji usajili wa bodi husika. Jeshi la Uhamiaji limeonya kuwa litachukua hatua stahiki dhidi ya mtu yeyote atakayebainika kufanya udanganyifu katika mchakato huu wa ajira, na kuwakumbusha waombaji kuepuka watu wanaodai au kuomba rushwa wakiahidi kuwasaidia kuwapatia ajira hizo. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia kupitia kurasa zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.